Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 25 mwezi wa 8 mwaka 2026, historia imeweza kuandikwa katika chama cha CCM. Hii ni baada ya Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi kutuma ujumbe wa kujiuzulu kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ningependa tuweze kusikiliza alichoweza kukizungumza Mheshimiwa Nchimbi kabla ya barua hii ya utata, ama barua hii ambayo ameweza kumwandikia Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Kama nina kitu cha kuwaambia Watanzania, ningeambiwa ebu makamu wa rais waambie Watanzania jambo moja tu. Wakisema una jambo la kuwaambia Watanzania moja tu, unapewa nafasi ya mwisho, sema moja. Nitasema pambaneni mpate katiba mpya. Na mtazamaji wangu, natumai wengi ambao wamekuwa wakifuatilia YouTube channel hii kwa 100%, sote tuliweza kutarajia jambo la aina hili litaweza kutokea. Sio ya kwamba nafurahia kwa kujiuzulu kwake Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, ila Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi anachozidi kukifanya, angependa kuweza kujiondoa kwa viongozi ambao wameweza kusaliti idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania. Kwa asilimia kubwa, Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi hataweza kujutia maamuzi aliyoweza kuyafanya. Sote tunafahamu kwamba hata mwaka haujaweza kukamilika baada ya uchaguzi mkuu, ila Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi ameweza kugundua kwamba nafasi ambayo yuko nayo katika serikali ya CCM, nafasi hiyo mtazamaji wangu haijaweza kumtosha, na pia nafasi hiyo endapo ataendelea kusalia, mwisho wa siku ataweza kulaumiwa. Na kwa kuwa Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi asingependa mambo ya aina hiyo kumkumba ama kusema vibaya na wananchi wa Jamhuri ya Tanzania, ameweza kuamua kujitoa mapema kwa uongozi ulioko madarakani. Mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema iwapo utaweza kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Mtazamaji wangu, siasa za Jamhuri ya Tanzania kwa hivi sasa zimekuwa ni siasa ambazo zimekuwa na vuguvugu zito, sio upande wa upinzani na sio uongozi ulioko madarakani. Mgawanyiko ndani ya chama cha CCM sio Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi pekee. Mtazamaji wangu, amini usiamini, kuna baadhi ya viongozi katika serikali ya CCM nao wataweza kufuatia alichoweza kukifanya Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi. Sote tunafahamu kwamba juzi kati tuliweza kushuhudia viongozi wa kidini wakiibua maswali na mjadala mzito. Imekuwaje hadi hivi sasa Rais Mama Samia Suluhu Hassan bado yuko madarakani kuendelea kuhudumu kama rais wa Jamhuri ya Tanzania? Sote tunafahamu kwamba kauli hiyo ikizungumzwa na viongozi wa kidini, wanazidi kuzungumza kutokana na yale yote yaliyoweza kutokea wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Sote tunafahamu kwamba iwapo kama kweli kiongozi kukaa madarakani kikatiba, lazima aweze kuchaguliwa na wananchi ambao ndio wenye nchi, na sio kiongozi kujichagua kwa kutumia nguvu kupitiliza kukabidhiana na raia ambao ndio wenye nchi. Sote tunafahamu kwamba uongozi ulioko madarakani kwa hivi sasa kweli kikatiba upo madarakani, ila kwa mioyo ya Watanzania wengi hakuna yeyote yule anayezidi kuridhia uongozi huo kuwa madarakani. Mtazamaji wangu, kwa hatua ya haraka kama alivyoweza kutanguliza kusema Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, alichoweza kukifanya ni kwa ajili ya kujaribu kujiepusha na yale yanayozidi kufanywa na uongozi ulioko madarakani. Hivyo basi, kwa njia moja ama nyingine, tunavyozidi kushuhudia waliokuwa wafuasi wa chama cha CCM katika siasa za Jamhuri ya Tanzania hivi sasa wakihamia katika chama Chadema, ningependa ufahamu kwamba ifikiapo katika uchaguzi wa mwaka 2030 itakuwa hata viongozi wengine wa ngazi ya juu katika siasa za Jamhuri ya Tanzania waliokuwa katika chama cha CCM watakuwa wameweza kuhamia katika chama Chadema. Huenda hata Mheshimiwa Nchimbi akaweza kuonyesha mfano huo
Katika video niliyoweza kuitanguliza, tumeshuhudia Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi aliweza kuzungumzia swala nzima la katiba mpya, ya kwamba angependa kuzungumza na wananchi wa Jamhuri ya Tanzania waweze kupigania katiba mpya. Katika mazungumzo ya katiba mpya, sote tunafahamu kwamba chama Chadema kimekuwa ni chama nambari 1, ambapo Mheshimiwa John Heche kwa nafasi ya wenyekiti anayozidi kuishikililia nafasi yake Mheshimiwa Lissu amekuwa na ajenda 2 muhimu mikoa mbalimbali katika Jamhuri ya Tanzania. Ajenda ya kwanza, free Tundu Lissu, pia katiba mpya lazima iweze kupatikana, jambo ambalo Mheshimiwa Nchimbi naye anazidi kuliunga mkono. Vipi baada ya Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi kutoka katika nafasi yake katika serikali ya CCM? Sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi ni kiongozi anayezidi kuheshimika, ni kiongozi ambaye bado yuko katika mioyo ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania. Iwapo ataweza kuishia kuomba nafasi katika chama Chadema, je, kwa wakati huu jinsi ambavyo chama Chadema kingependa uungwaji mkono, Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi atakuwa ameweza kuleta mengi kwa chama Chadema anayozidi kuyafahamu kuhusiana na serikali iliyoko madarakani. Hivyo basi haitakuwa ni jambo ambalo viongozi wa chama Chadema wataweza kukataa kumkubali Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi kama mmoja wao. Basi kwa 100%, mtazamaji wangu, kile alichoweza kukifanya Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi ni mwanzo wa mafanikio yake, ni mwanzo wa kuonyesha jinsi gani ambavyo anazidi kujali maisha ya mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania. Pia yuko tayari kuwapigania na sio kuwaumiza na pia kuwakandamiza kutokana na nafasi ya kisiasa ambayo aliyekuwa nayo katika serikali iliyoko madarakani. Mtazamaji wangu, alichokifanya Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi hivi sasa, kwa kweli Watanzania wengi wanazidi kukifurahia. Kujiuzulu katika nafasi yenye madaraka ama mamlaka kama hile ambayo aliweza kuwa nayo, mtazamaji wangu, ingekuwa viongozi wengine wa binafsi basi wasingeweza kujiuzulu, ila hatua aliyoweza kuifanya Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi moja kwa moja itakuwa ni pigo kubwa kwa uongozi wa serikali ya CCM kumpoteza kiongozi kama Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, na pia itakuwa ni jambo ambalo litaweza kumaliza chama cha CCM katika siasa za uchaguzi ujao, iwapo Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi moja kwa moja ataweza kuunga chama Chadema. Iwapo ataweza kujisajili kama mwanachama wa chama Chadema, basi mtazamaji wangu, mengi ambayo chama Chadema kimekuwa kikifanya kwa mwananchi wa kawaida Jamhuri ya Tanzania, kwa hivi sasa kitakuwa kikifanya maradufu baada ya Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi iwapo ataweza kujisajili kama mwanachama wa chama Chadema. Ila sote tunaendelea kusubiri kile ambacho kitaweza kuzungumzwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan baada ya hatua hii yake Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi. Sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan naye aliweza kumjibu Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi kipindi na wakati ambapo alipoweza kuzungumza hadharani kuomba wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kupigania katiba mpya, na pia alichoweza kuonyesha kigezo ama kiashiria ya kwamba Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi muda wake katika chama cha CCM ulikuwa umeweza kukamilika ni juzi kati baada ya Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi kupewa nafasi kumkaribisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika uzinduzi wa kufungua uzalishaji wa umeme. Tulishuhudia Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi alipewa takriban dakika 10 kuhutubia na kumkaribisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan, ila aliweza kumkaribisha ama aliweza kutumia dakika 1 kumkaribisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na leo hii ameweza kumwandikia barua moja kwa moja kuipeleka Ikulu ya kwamba nafasi yake katika chama cha CCM ama katika serikali iliyoko madarakani haitaki tena na ni mwisho wake kuendelea kuhudumu katika serikali hiyo. Tuachie maoni yako kutokana na alichoweza kukifanya Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, ila ni vyema iwapo utaweza kufahamu muhemko mpya wa kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania. Bye bye until the next video.